Labda na mimi nikichipi na hapo kwenye swali uloulizwa regarding goals. Ukipima misimu mitatu ambayo Yanga wamekuwa wanachukua ubingwa kuanzia msimu wa nadhani ni 21 22 23 24 and what not. Wakati wanatoa ubingwa for the first time baada ya kukosa kwa misimu minne, idadi ya magoli waliofunga kwenye ligi ilikuwa ni 49. Na baada ya hapo wali follow up kwa kufunga magoli 61. Baada ya hapo msimu uliofuata ambao ni msimu uliopita walifunga magoli 71. Wow. Na leo tuko hatua ambayo nadhani wameongeza magoli 81. Wameongeza magoli 10. Kwa hiyo Miloud Hamdi kwa muda aliyokuwepo kwenye timu, kwa yale ambayo tunayasikia, lakini kwa kile ambacho pia tunakijua kwamba hatakuwa na timu msimu ujao, sidhani kama tunakuwa sahihi sana tukimcredit yeye kwamba kuna kitu outstanding amekifanya kuongeza hii idadi ya magoli, kwa sababu ukiangalia bado ni Yanga ile ambayo iko kwenye right track toka wakati ambao Nabi amekuwa na hiyo timu na ameiacha, kwa sababu uti wa mgongo wa timu bado kwa kiasi kikubwa ni ule tu. Djigui Diarra yuko pale, Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job wako pale. Unaweza ukamtaja nani? Aucho pia. Ukamtaja Halid Aucho, nadhani hata Max Zengeli ambaye yuko Yanga kwa msimu wa pili, Clement Mzize, Aziz Ki. Majority ya wachezaji ni wale. Additions zilizoko ni ndogo sana na hazijafunga idadi ya magoli ya kutosha kwa sisi kuona hiki kama kitu kipya. Ukiangalia sorry Kamanda, utarudi hapo, lakini nataka labda nijaribu kufahamu kutoka kwako. Umesema system ndio kitu ndio imetengeneza hiki ambacho tunakiona mpaka sasa hivi. Na sio, nafikiri umegusa katika mazingira kwamba tunaweza tukajaribu kumcredit Miloud Hamdi, lakini ni system imesababisha hivi, si ndio? Lakini Yanga hii mwanzoni mwa msimu ilikuwa ina struggle kweli katika namna ya kupata mabao mengi, na kipindi ambapo wanaelekea kupoteza dhidi ya Tabora, dhidi ya Azam, walianza kwa kupata ushindi kwa shida sana. Nafikiri wote tunakumbuka hapa, mpaka Yanga wanakuja wanamfukuza kazi Miguel Gamondi. Ni kama unaona kabisa Yanga ni kama ilikuwa ina struggle hivi. Amekuja Sibramovic, kidogo Yanga ikaanza kupata ile rhythm, alafu amekuja Miloud Hamdi, ndio tunaifahamu Yanga ile ya Gamondi ilivyokuwa inashinda goli 5, ikipata nafasi inafunga 4, inafunga 6. Yani Gamondi wa msimu uliopita. Sasa uone kama kuna namna tunashindwa kutoa zile sifa za moja kwa moja kusifika ile kazi ambayo ameifanya Miloud Hamdi mpaka sasa hivi, kwamba yes, unaweza kuwa na system nzuri, uwe na wachezaji wazuri, lakini namna ya kucreate mazingira ya kwamba timu ipate hayo magoli, timu itengeneze njia za upataji wa magoli, lazima tufahamu kwamba kocha amehusika. Of course katika hali ya kawaida kocha lazima ahusike kwa sababu yuko na hawa wachezaji kila siku. What I'm trying to say ni kwamba uhusika huo sio anything significant, especially kwa mazingira ya timu kubwa kama Yanga ambayo ilishasajiliwa na Hamdi alikuta na ilishafanya kazi na makocha wangapi wawili kabla yake. Alishaanza Gamondi na wakati Gamondi anaondoka, yes aliondoka, lakini kwangu mimi haikuwa kwa sababu ya matokeo, kwa sababu matokeo ambayo Yanga wamekuwa nayo chini ya Gamondi msimu huu by the time anaondoka ni matokeo yale ambayo makocha wengine wamekuwa nayo by the same time. Sawa, ukiangalia kwa mfano Hamdi, you can't tell me kwamba eti tumcredit sana kwa mfano kwa wakati huu ambapo katika mechi za mwisho za Yanga kama ngapi, kama mechi zao 4 za mwisho wamefunga jumla ya magoli 17. They've been doing this. Hata ukiangalia wakati ligi inapoanza kama ambavyo anasema Rich, ukiangalia msimu ulipoanza, mechi ya kwanza Yanga anamfunga Kagera 2-0. Baada ya hapo mechi ya pili kwenye ligi anashinda 1-0. Baada ya hapo wakamfunga KMC. The first mechi ambayo Yanga ameshinda idadi kubwa ya magoli ilikuwa ni mechi ya 4 kwenye ligi ambayo wanamfunga Pamba. Kwa hiyo na walifunga ngapi? Ilikuwa 4 goli 4. Baada ya hapo Yanga by then hicho unachokisema ku struggle, Yanga alishinda mechi mfululizo za ligi dhidi ya Kagera 1, dhidi ya Kengold 2, dhidi ya KMC 3, dhidi ya Pamba 4, dhidi ya Simba 5,
dhidi ya JKT 6, dhidi ya Coastal Union 7. Unamaanisha walishinda mechi 8 mfululizo. Aha, nafikiri that's my point. Na mimi njia yangu yes tutafika. Na katika hizo mechi 8 walifunga jumla ya magoli 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 na 13. Okay. Mechi 8. Na ukiangalia kwenye mechi za kimataifa wametoka kumpa Vitalo 6, wametoka kumpa 4 kwenye mechi nyingine. Wametoka kumpa CBE 1-0 na wakaja wakampa tena CBE 6. Yaani kwenye mechi za kimataifa pekee walishinda jumla ya magoli 15. Kamanda, samani kamanda. Unajua mimi nilichosema hapa ni kwamba Yanga walishinda. Kuna michezo walikuwa wanashinda. Lakini namna ya Yanga jinsi walivyokuwa wanakwenda tulikuwa tunaona kabisa sio Yanga ambayo imezoeleka. Ndio maana mpaka sasa hivi umezungumza hapo michezo michezo 4 iliyopita Yanga wamefunga magoli 17. Nafikiri mimi kwa upande wangu siwezi nika count kama CBE na Vitalo kama ilikuwa ni challenge kubwa sana kwa Yanga, lakini tukija kwenye ligi to tell me kwamba that was a lesser challenge kuliko kucheza na Kagera na Pamba. Bro, that's it. Sio, umeelewa vizuri. Mimi sikubaliani na wewe. Yaani mimi kwa upande wangu na for the record nakumbuka wakati huu mimi nilikuwa napingana na watu wengi sana ambao walikuwa wanasema Yanga haiko vizuri kwa sababu just imagine timu inafunga magoli 15 kwenye mechi 4. Sawa, kwa sababu hapa tupo tunamzungumzia Hamdi kwamba ameiongezea kitu. Sawa, kwa sababu kwa nini hicho kitu kilikuwa kionekani kwenye ligi? Kwa nini hicho kitu kilikuwa kionekani kwenye ligi? Hear me out. Ukiangalia CBE pamoja na Vitalo kwenye mechi 4 home and away, sawa, walifungwa jumla ya magoli 15. Sawa, these are two teams ambazo zilichukua a total of 15 goals kwenye mechi 4. Ukiangalia sasa hivi Yanga imefunga magoli 17 kwenye mechi 4. Hakuna tofauti. So you cannot tell me kwamba timu ambayo kabla ya ligi haijaanza ilishashinda kwa idadi ya magoli 14 kwenye mechi za kimataifa ilikuwa ina struggle. Sawa. There's no struggle kwenye kushinda mechi 8 ambazo Yanga ilikuwa na struggle. No, ni perception tu. Yaani unajua mimi naweza ngakupa reason. Pamoja na hivyo reason tutatoa, tuna muda wa kutosha. Lakini nataka tuunganishe hapo Juma. Samani. Kwa wengine sio kwa kamanda. Mgeni ruhusu nimalizie, maana sikumalizia. Tutarudi kamanda. Mimi nataka niende kwa Evans. Nataka tubaki hapa kwenye swala la credit au hizo sifa ambazo kamanda haoni kama zinapaswa kwenda kwa Milud Hamdi. Kwa